Yes, karibu sana mtazamaji wa Bashasha TV. Karibu sana wewe mtazamaji wetu ambaye umeendelea kutuamini kupata updates zote zinazoendelea kuhusiana na michezo, burudani na trending zote zinazoendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, habari kubwa ni baada ya coach wa Simba Sports kufukuzwa kazi ama meneja Pantev kufukuzwa kazi, kibarua chake kuota nyasi hii leo, ambapo klabu ya Simba imetoa tamko rasmi la kusitisha mkataba na kocha huyo kutokana na consistency mbaya iliyokuwa ikiendelea hasa katika michuano ya kimataifa baada ya kupoteza mechi mbili, ambapo amefungwa nyumbani bao 1-0 dhidi ya Petro di Luanda ya Angola, kisha akafungwa ugenini dhidi ya Stade Malien ya Mali, ambapo amepigwa tena bao 2-1, ambapo si jambo la kawaida kwa Simba Sports Club. Sasa hii ni makala maalum iliyoandaliwa na Mwanasport kuhusiana na mrithi wa kocha wa Simba Sports Club ama meneja Medad Pantev, ambaye kibarua chake kimeota nyasi hivi karibuni, na tamko ama barua rasmi imepostiwa kupitia ukurasa wa klabu hiyo ya Simba, ambapo mrithi wa kwanza anayetarajiwa kumrithi kocha wa Simba anaitwa Mondher Kabair. Huyu kocha bwana, jina lake kidogo linahitaji umekula mlenda, ambapo anasema wakati Simba inasaka kocha mpya kabla ya msimu wa 2024-2025, kocha raia wa Tunisia mwenye umri wa miaka 85, Mondher ni miongoni mwa makocha ambao walionyesha nia ya kuinoa Simba, ingawa uongozi wa klabu ya Simba uliamua kumchukua kocha Fadlu Davis. Kocha huyo ambaye ana leseni ya daraja A ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF ni muumini sana wa mfumo wa 4-3-3. Pia ana uzoefu na mafanikio makubwa katika soka la Afrika ambalo amefundisha kwa zaidi ya miaka 25 hivi sasa. Amefundisha klabu 4 tofauti ambazo ni AS Jebra, AS Betzin, lakini pia AS Berkane, lakini pia amefundisha Esperance na Raja Casablanca. Pia na timu moja ya taifa ambayo amefundisha ambayo ni timu ya taifa ya Tunisia. Mwaka 2013 alitoa kombe la Tunisia akiwa na CA Betzin. Kocha mwingine ambaye anatazamiwa kurithi mikoba ya meneja Pantev, ambaye alichukua mikoba kutoka kwa Fadlu Davis, ni Martin Micho. Martin maarufu kama Micho. Kocha huyo Msebia ni miongoni mwa makocha wakubwa na walioweka thamani ya juu katika soka la Afrika kutokana na uzoefu wa kufundisha kwa muda mrefu idadi kubwa ya klabu za soka na timu za taifa barani Afrika. Kocha huyo ana uzoefu wa soka la Tanzania kwa vile aliwahi kufundisha Yanga hapo nyuma, lakini klabu nyingine za Afrika alizowahi kufundisha ni AC Vita, St George, Orlando Pirates, Al Ahly na Al Merreikh, na kwa sasa anainoa AS Setif. Amewahi kuzifundisha timu za taifa kama vile Zambia, Rwanda, Uganda, Libya na nyakati tofauti akiwa na umri wa miaka 56 tu hivi sasa. Micho ana leseni ya UEFA Pro ambapo inamwezesha kufundisha timu yoyote ile Afrika. Katika miaka 23 aliyofundisha barani Afrika ametoa mataji 15, ambapo 14 ni mataji ya vilabu na taji moja ni la timu ya taifa. Kocha huyo bwana, CV yake imenyooka kweli kweli. Kocha mwingine ambaye anatazamiwa kurithi mikoba ya Pantev ni Herbert Velud. Kocha Herbert Velud kwa sasa hana timu tangu alipoachana na Farabat Februari 5 mwaka huu, na anamiliki leseni ya UEFA Pro ambayo inamruhusu kufundisha klabu yote ile barani Afrika. Velud ambaye ni raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 66 anapendelea mfumo wa 4-2-3-1 na amefundisha Afrika kwa miaka 16. Timu za taifa za Afrika zilizowahi kuzinoa ni Togo, Sudan na Burkina Faso, na klabu zilizowahi kuzinoa ni Hasatia, lakini pia amewahi kuinoa AS Constantine, USM Alger, TP Mazembe pamoja na Farabat. Ametoa idadi ya mataji 8 katika miaka hiyo 16 aliyofundisha ndani ya Afrika.
Kocha pia naye CV yake imenyooka, lakini pia ana leseni kabisa ya UEFA Pro ambayo inamruhusu kufundisha klabu yote ile barani Afrika, tofauti na manager Pantev ambaye kidogo kwenye swala la leseni alikuwa ana changamoto. Kocha mwingine ambaye anatazamiwa kurithi mikoba ya Pantev ni Jonathan McKinstry. Kwa sasa anafundisha timu ya taifa ya Gambia, lakini amekuwa hana maelewano mazuri na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini humo Gambia. McKinstry mwenye leseni ya juu kabisa ya ukocha ya UEFA Pro anapendelea mfumo wa 4-2-3-1. Akipenda zaidi soka la kushambulia. Mahusiano yake baina ya kocha huyo na timu ya taifa ya Gambia ama viongozi yanaweza kutumiwa vyema na Simba kumshawishi kocha huyo kwenda kuifundisha klabu ya Simba. Kwa ngazi ya klabu ametoa mataji 3 akiwa na Gor Mahia ya Kenya, na ametoa taji moja akiwa na timu ya taifa ya Uganda, lakini amewahi kufundisha pia timu ya taifa ya Rwanda. Kocha wa mwisho nadhani kila mtu anamfahamu, na ni kocha ambaye ametajwa sana kujiunga na klabu ya Simba, ambapo huyu alikuwa ni kocha wa mahasimu wa Simba Sports Club ambaye ametengeneza foundation nzuri sana ndani ya klabu ya Young Africans ambayo hivi sasa tunaona inafanya vizuri sana katika michuano mbalimbali na imebeba makombe tangu alipoanza kuifundisha, akaleta nuru ndani ya klabu hiyo. Nasri Nabi huenda ikawa ni kocha Nabi, nadhani kila mmoja anamfahamu, ambapo huenda ikawa sio rahisi kwa Simba kumshawishi Nabi kujiunga na timu hiyo ikiwa anatarajia ikiwa Mirdad Pantev tayari ameshaacha kazi ama ameachana na Simba. Lakini kocha huyo Mtunisia aliyewahi kuinoa tani wa timu hiyo Yanga, inaonekana kuwa ni mtu sahihi kuiongoza timu hiyo. Alichokifanya Nabi ndani ya ardhi ya Tanzania akiwa na kikosi cha Yanga kimempa heshima kubwa na thamani kubwa, na ikiwa Simba itaamua kumchukua, uamuzi huo utaonekana kutakubaliwa na wana Simba wengi. Mashabiki wengi sana watafurahia uamuzi wa kocha Nabi kujiunga na klabu ya Simba. Ameshinda mataji 4 akiwa na Yanga pamoja na Farabat, na moja akiwa na Kaizer Chiefs. Nabi mwenye umri wa miaka 60 kwa sasa hana timu tangu alipoachana na Kaizer Chiefs Oktoba mwaka huu. Nakumbuka baada ya kuachana na Kaizer Chiefs kuna kipindi alikuja Tanzania na tukamuona yupo na Mheshimiwa Mavunde, na baadhi ya watu walisema ya kwao kwa sababu kipindi kile klabu ya Yanga ilikuwa inatafuta kocha baada ya kutemana na Romain Folz aka Roboti, lakini pia Simba pia nao kipindi kile kwa ameachana na Fadu na vitu kama hivyo. Sasa tuambie bwana, ni kocha gani katika makocha hawa niliowataja na CV zao ama historia zao ndani ya soka la Afrika ungetamani ainoe klabu ya Simba kwa upande wako? Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare na kulike video zote za Bashasha TV. Pia tufuatilie kupitia kurasa zetu mbalimbali ikiwemo Instagram, YouTube, Twitter, X, lakini pia Facebook, TikTok na kadhalika. Asante sana.